بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال المؤلف حفظه الله: أخطاء في الزكاة، makosa katika upande wa zaka. Kosa la kwanza, at-tahawunu bizaka, kufanya dharau katika masala ya zaka, au at-tasahulu fi ikhrajiha fi waqtiha, au kufanya wepesi na kudharau kuitoa zaka katika wakati wake. Qala wa hadha min almunkarat wal maasi alwaqi'a, hii ni katika munkar na maasia yanayotokea kwa watu. Hiyo kufanya wepesi katika jambo la zaka na kudharau kutoa zaka au kutoa zaka katika wakati wake. Qala lianna az-zakata ruknul islami thalith, lianna az-zakata ruknul islami thalith, zaka ni nguzo ya Uislamu ya tatu. Wa hiya haqqul mal, zaka ni haki ya mali. Fafuridha ala almuslimi adauha fi waqtiha limustahiqiha, imefaradhishwa kwa Muislamu kuitoa zaka katika wakati wake kwa wale wenye kustahiki kupewa. Tibatan biha nafsuhu, hali ya kuwa na furaha ya nafsi yake huyo mtoaji awe radhi na awe na furaha nafsi yake anapotoa zaka, asitoe huku amekirihika na huku anachukia kutoa. Mutaqarriban biha ila maulahu, hali ya kujikurubisha kwa Mola wake. Anapotoa zaka aitoe hali ya kuwa ni mwenye kujikurubisha kwa Mola wake. Waqad tawaada Allahu mani'aha, Allah ametoa makamio makali kwa wale wenye kukataa kutoa zaka. Bi'adhimi liqab, amewapa makamio ya adhabu kubwa. Ajarana Allahu minhu, Allah tukinge na adhabu hiyo. Qala ta'ala: wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum, msiwadhanie wale wanaofanya ubakhili na ile mali ambayo Allah amewapa kwa fadhila zake, usiwadhanie kwamba hilo ni bora kwao la kufanya ubakhili. Bal huwa sharrun lahum, bali hilo ni shari kwao. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yawm alqiyama, watafungwa nayo shingoni hayo mali wanaofanyia ubakhili siku ya kiyama. Walillahi mirathu samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir, na ni ya Allah mirathi ya kurithi mbingu na ardhi, na Allah ni mjuzi kwa mnayo yafanya. Jambo la kutoa zaka ni jambo la lazima kwa yule ambaye ana mali ambayo imefikia kiwango cha zaka. Ni lazima yeye atoe zaka ile ya mali alizonazo, baadhi ya mali hiyo aitoe zaka, kwa sababu mali ile amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lazima atekeleze haki ya mali hizo. Mtu anapopata mali inakuwa si kwa sababu ya ujanja wake, si kwa sababu ya elimu yake, si kwa sababu ya uwezo wake. Ni Allah subhanahu wa ta'ala amemuwafikisha apate mali hiyo, si kwamba yeye kwa sababu ni hodari sana, ana akili nyingi ndio amepata mali, wengine ni wajinga. Hapana, ili ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, amemuwafikisha apate mali hiyo. Anatakiwa atekeleze haki za Allah kwa mali yake hiyo. Allah anasema wama bikum min ni'ma famin Allah, neema yoyote mlionayo inatokana na Allah. Wama bikum min ni'matin famin Allah thumma idha massakum dhurru fa ilayhi taj'arun. Kwa hiyo mali alionayo kila mtu si kwa sababu ya uwezo wake, si kwa sababu ya ujanja wake na elimu yake, ni taufiki ya Allah. Allah amemwafikisha kupata mali ile, amempa mali ile, yeye anatakiwa aitoe haki za Allah, azitoe kwa mali ile. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم.
Hakuna mtu yote mwenye dhahabu wala fedha ambapo hatekelezi haki za mali hiyo illa idha kana yaumul qiyama, isipokuwa ikifika siku ya kiyama, suffihat lahu safaihu min nar fa uhmiya alaiha fi nari jahannam, yani atawekwa katika mawe ya moto, halafu atiwe katika mawe yale ya moto, atiwe katika moto wa jahannam. الحديث وفي سورة براءة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. wale wanaoweka akiba ya dhahabu na fedha na hawatoi katika njia ya Allah, hao wabashirie adhabu kali ya Allah subhanahu wa ta'ala. Zote hizi ni kuelezea makamio ya Allah kwa wale ambao wanafanya ubakhili wa kutoa zaka. Qala waqtu zakati nuqud wama fi hukmiha hawalanul hauli, wakati wa zaka ya pesa na zilizo katika hukumu ya zaka hiyo ni kuzungukiwa na mwaka. Hawalanul haul ni kuzungukiwa na mwaka, yani dauru sana, kuzunguka mwaka. Ile mali iwe imepita mwaka mzima haijatoka, mali ile ndiyo ambayo inawajibikiwa na zaka. Mali ikifikiwa kiwango, imefikia kiwango, halafu mali ile mwaka mzima haijatoka, imewekwa, hiyo ndiyo mali ambayo ni lazima itolewe zaka. Qala fa kullu sanatin yuzakki almuslimu malahu idha balagha nisaba, kila mwaka muislamu anaitolea zaka mali yake ikifikia kiwango. idha balagha nisaba, ikifikia kiwango. Wayataharra almustahiqu min alasnafi thamania, atajitahidi yule mstahiki wa kutoa katika zile sampuli 8 zinazopewa wale wastahiki wa kupewa zaka. Atajitahidi kuwapa wale maskini, mafakiri, kama walivyotajwa katika aya ile ya suratu Tauba, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. hizi ni sampuli 8 ambazo ndio wastahiki wa zaka. Kwa yule mtoaji zaka ajitahidi awape hao au mmoja katika hao. wala yahillu lahu an yuakhira ikhrajaha an waqtiha, si halali kwake kuchelewesha kuitoa hiyo zaka na wakati wake. Kushafika mwaka tu pale anatakiwa atoe ile baadhi ya mali yake, wala si nyingi wala sio nyingi. Kwa hiyo haifai kuichelewesha, haijuzu, isipokuwa kwa udhuru. Mtu yuko safarini, mali yake iko huku, lazima kuwa aje huku ndo atoe ile mali, huo ni udhuru wa kisheria. Nasema illa li gharadhin sahihin shar'an, isipokuwa kwa lengo sahihi la kisheria ndio itakuwa inajuzu kuchelewesha kuitoa, lakini vinginevyo haijuzu kuichelewesha kuitoa zaka hiyo. Na akichelewesha kuitoa, mauti yakamfikia, wale mawarithi wake lazima wamtolee zaka kabla hawajarithi mali ile, watoe deni hilo la Allah kwanza kabla ya madeni ya wanadamu. idhan wala yahillu lahu an yuakhira ikhrajaha an waqtiha, si halali kwa mtu kuchelewesha kuitoa zaka, kuichelewesha na wakati wake, illa li gharadhin sahihin shar'an, isipokuwa kwa lengo sahihi la kisheria. Wallahu aalam. Pili katika makosa, at-tasahulu bil inayati bi ma'rifati ahkami zaka, kufanya wepesi na kutilia umuhimu kujua hukumu za zaka. Yani mtu ni mstahiki wa kutoa zaka lakini hatilii umuhimu kujua hukumu za zaka, hiyo ni katika makosa. Qala watasahulu bima'rifati al-amwali allati tajibu fiha zaka, pia kufanya wepesi na kudharau kujua mali zile ambazo zaka inapasa katika mali hizo. Watasahulu fi waqti ikhrajiha, pia kufanya wepesi na kudharau katika wakati wa kuitoa zaka. Hayo yote ni makosa ya baadhi ya Waislamu, kwamba mtu anastahiki kutoa zaka lakini hatilii umuhimu jambo la kujua hukumu ya zaka, fiqhu zaka hana habari nayo. Qala faman kana dha malin wajaba alayhi an yata'allam au yas'ala an zakati, ambaye ni mwenye mali lazima
asome au aulizie kuhusu zaka yake. Faman kana dha malin wajaba alayhi an yataallama au yas'ala an zakatihi, mwenye mali ni lazima asome fiqh zaka au aulizie zaka yake kwamba ni ngapi. Yeye ana mali kadhaa na zaka yake ni mbali, sio tu apangishe watu foleni awape 50 hizi mpya hizi halafu basi ndio zaka imekwisha. Sio hivyo, liannaha fardhun alayk, sababu hili jambo ni lazima juu yake. Walan yukhrijaha ala alwajhi alshar'i illa idha ta'allama alahkam, hawezi kutoa zaka kwa njia ya kisheria isipokuwa akisoma hukumu hizi za zaka. Na hukumu za zaka ni nyingi na ni ngumu, lazima azisome. Lakini watu wanafanya wanavyotaka wao. Wengi katika wenye mali wanafanya wanavyotaka wao, wanatoa wanavyotaka wao, halafu basi ndio amemaliza, anakwenda na shughuli zake. Idhan walan yukhrijaha ala alwajhi alshar'i illa idha ta'allama alahkam min haythu an-nisabu, wa kuzingatia kujua kiwango mali ifikie kiwango gani ndio itapasa itolewe zaka, wa nau'ul mali, sampuli ya mali, wa qadru zakati, na kiasi cha zaka ni kipi, wa masarifuha, na yale matumizi wanaopewa ni wapi. Haya ni mambo ambayo kama hasomi basi aulizie wale waliosoma ile mali yake ni ngapi itolewe, wapewe kina nani, wa nahu dhalik. ومن تساهل في تعلم ذلك أو السؤال عنه فربما وقع في محذور دون علم. mwenye kudharau kujifundisha mambo hayo au kuulizia huenda akaingia katika jambo la haramu bila kujua. Kuna watu hawasomi wala hawaulizii, wanafanya tu mambo yao. Kama ni kuswali anaswali tu bila kusoma, bila kuulizia. Kama ni saumu ni hivyo hivyo, zaka ni hivyo hivyo. Sio hivyo bwana. Hizi zote ni ibada, zinatakiwa mtu asome au aulizie hukumu zake. Au jana ithman bitaakhiri zaka, au kufanya dhambi kwa sababu ya kuchelewesha zaka, au biadami i'ta'iha mustahiqiha, au kutowapa zaka hiyo wale wastahiki, wanahu dhali. Kwa asiyesoma au kuulizia anaweza akaingia katika jambo la haramu bila ya kujua. Fazakatu fardhul mal, zaka ni faradhi ya mali. Wa itauha wa husulul fardhi ala wajhihi yalzamu lahu ilmun bitaallumin au sual. Ili kutoa mali na kupata faradhi hii kwa njia yake itamlazimu kusoma, inalazimu ilmu, bitaallumin, kwa kusoma, au sual, au kuuliza. Zaka ni fardhi ya mali. Wa itauha, kuitoa zaka, wa husulul fardhi ala wajhihi, na kupata faradhi hii kwa njia yake ya kisheria, yalzamu lahu ilmun, inalazimu uwe na ujuzi, bitaallumin, kwa kusoma fiqh zaka, au sualin, au kuulizia masala ya zaka. Si masala rahisi, masala ya zaka sio masala rahisi. Fahadhi masarifu zakati thamania, hizi ndio matumizi. Atasahulu bi'ita'i zakati limustahiqiha, kosa la tatu ni kufanya wepesi na kudharau kuitoa zaka kwa wale wastahiki. Qala ta'ala, innamas sadaqatu lilfuqara'i والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. hawa ndio wastahiki wa kupewa zaka: mafakiri, maskini, wale wanaoifanyia kazi kuipeleka huku na kule, wale wenye kuzoesha nyoyo zao katika Uislamu, aidha wamesilimu karibu au watarajiwa wa kusilimu. Wa fi riqabi, pia watumwa wanapewa zaka. Wal gharimin, wenye madeni. Wa fi sabilillah, na katika njia ya Allah. Mujahidin wa ibn sabil, na msafiri. Hii ni faradhi kutoka kwa Allah, na Allah ni mjuzi mwenye hikma. Qala fahadhi masarifu zakati thamania, haya ndiyo matumizi ya zaka sampuli 8 hizo zinazopewa. Faman tasahala fi zakatihi, mwenye kudharau na akafanya wepesi katika zaka yake.
walam yu'tiha ahad al-asnaf ath-thamaniya, hakumpa yoyote katika hizi sampuli 8, fala yu'tabaru mukhrijan li zakatihi, hata zingatiwa kwamba ni mwenye kuitoa zaka yake. Walam yaskut anhu al-fardhu, faradhi itakuwa bado haijamwangukia. Akimpa mtu ambaye si mstahiki kwa ujinga wake, bado itakuwa ana wajibu wa kutoa tena zaka hiyo. Wa minan nasi man yu'tiha li ayi ahadin, kuna katika watu anayempa zaka mtu yoyote, wa in kana indahu ma yakfihi, hata kama ana yeye mali inayomtosheleza. Wala yataharra alfuqara wa nahwahum min alasnaf, wala hajitahidi kuwapa mafakiri na mfano wao katika sampuli hizo 8. Yasrifuhu an dhalika alkasalu anil bahth, linampelekea hilo uvivu wa kutafuta wale wastahiki. Yeye anaona uvivu kuwatafuta na kuwaulizia, sasa anampa tu mtu yoyote hata kama sio mstahiki. Kwa hiyo wa hadha mimma la yasughu wala yujziu anhu, hili ni katika mambo ambayo hayajuzu na haitamtosheleza zaka hiyo, itabidi atoe nyingine kumpa huyo mstahiki katika moja ya sampuli hizi 8. Wallahu aalam.